Ninagusia kuhusu matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume pamoja na upungufu wa hisia na muamko wa mapenzi kwa wanaume. Ndugu zanguni, katika mifumo ya mapenzi, mfumo wa mapenzi wa mwanaume ni mfumo ambao unaongozwa na hisia. Mwanaume kwenye mapenzi anaongozwa na hisia kuliko kutumia akili, kuliko kufanya chochote. Mwanaume ni mtu wa hisia sana. Kwa hiyo mwanaume atakuwa anapata hisia kwa kusikia sauti ya mwanamke, kwa kumshika mwanamke anayempenda na kwa kuona. Sasa hivi tunaona mmomonyoko wa maadili hususan maeneo ya mijini kwa sababu ya utandawazi na kadhalika. Tunaona kina dada, wanawake, watu wazima wanavaa vibaya. Wanavaa mavazi ambayo yanawaweka uchi. Wanavaa nguo za kubana. Sasa unapokuwa unavaa nguo za namna hiyo, nguo za kubana, mapaja yanaonekana, matiti yanaonekana, matako yanaonekana, tumbo linaonekana, yani kila kitu kinaonekana. Maana yake ni nini? Maana yake wanaume ambao hawatumii akili kwenye mapenzi, wanatumia hisia, watakapokuwa wanamuona mwanamke wa namna hiyo, tayari wanapata msisimko. Tayari mwanaume anapata msisimko. Sasa mwanaume anapopata huo msisimko, anasisimka. Yani wakipita wanawake 10 ambao wamevaa vibaya, maungo yanaonekana, maana yake huyo mwanaume atakuwa anasisimka mara 10. Unakuwa unashtuka mara kwa mara. Sasa kitendo cha kupata hisia, kuamka kwa uume mara kwa mara, kunapelekea uume unachoka, misuli ya uume inachoka, hamu ya mapenzi inapungua. Hata akirudi kwa mke wake, akirudi kwa mpenzi wake, anakuwa hakuna jipya, haoni jipya. Kwa sababu hivi vitu tayari vinaonekana huku barabarani, vinaonekana muda wote. Kwa hiyo anakuwa haoni jipya kwa mwanamke wake. Sasa mambo kama haya yanaathiri saikolojia ya mapenzi ya mwanaume. Yanaathiri utimamu wa mfumo wa mapenzi wa mwanaume. Yanaathiri uimara wa misuli ya wanaume. Ndio maana wanaume wengi hasa wa mjini, wa vijijini hayo mambo hatuyasikii sana. Tunasikia hapa mijini hapa. Kwa sababu toka asubuhi mpaka mwanaume anarudi nyumbani jioni, ameshasimamisha mara nyingi. Ile misuli imeshaamka mara nyingi. Kumbuka anapata hamu, inasimama lakini haifanyi kitu. Inashtuka alafu inalala yenyewe. Sasa haya mambo haya yanaharibu sana saikolojia na utimamu wa mapenzi wa wanaume. Wako kina dada na kina mama watasema, sasa mwanaume usipotezee tu. Kwa nini upate hisia? Mwanaume ameumbwa na hisia kwenye mapenzi. Akiona tu tayari kinaamka. Akiona tu tayari anapata msisimko. Sasa hiyo kwa sasa hivi inachangia pakubwa sana katika kuharibu utimamu wa mapenzi kwa wanaume, katika kuharibu misuli ya uume, katika kuharibu fikra za wanaume kwenye masuala haya ya mapenzi. Ndugu zanguni wanawake ambao mnajiona mko na utandawazi, elimu zipo, meendelea na nini, hampangiwi cha kuvaa, lakini pia jaribu kufikiria namna ya kulinusuru na kunusuru uzazi, kunusuru
mapenzi kunusuru afya ya mwanaume kwenye mapenzi, kwa sababu we utaona umevaa vizuri, we utaona umependeza, lakini unamharibu mwanaume wa mtu, unaharibu uzazi wa mtu, unavunja mahusiano ya mtu, kwa sababu wewe kwa kutembea umebana matako, kwa kutembea mapaja yanaonekana, kwa kutembea matiti yanaonekana. Maana yake yuko mwanaume ambaye atakuwa anasimamisha anapata hisia kwa macho, kwa sababu anaona kwa macho. Sasa hiyo itaharibu. Na kusema ukweli, mimi kama mwanaharakati wa afya sipendelei sana wanaume kuanza kutumia madawa ya kuongeza hamu, madawa ya kuongeza nguvu za kiume, madawa ya kumfanya mwanaume awe timamu, kwa sababu maradhi mengi ni ya kisaikolojia. Maradhi mengi mwanaume anayapata kutokana na aina ya maisha tunayoishi, kutokana na sababu kubwa uvaaji wa wanawake wanavaa vibaya sana kwa kweli. Kwa hiyo mwanaume akiwa kazini anaona, barabarani anaona vitu kama hivyo, kwenye mtandao anaona vitu kama hivyo, popote anaona vitu kama hivyo. Na mwanaume kwenye mapenzi ni dhaifu. Mwanaume kwenye mapenzi ni hisia, hatumii akili. Kwa hiyo kusema ukweli, wanawake, kina dada, embu tujisitiri, embu tukae vizuri ili tuwanusuru wanaume ambao wanapitia matatizo kama hayo, na tulinde kizazi kijacho. Ni matumaini yangu na ni ombi langu kwa serikali, mamlaka ambazo zinatufuatilia, zinatusikiliza, kusisitiza na kusimamia mavazi. Waziri wetu Dr. Gwajima anafanya vizuri sana kwenye masuala kama haya ya kujaribu kusimamia maadili ya watu wetu ili kulitunza taifa na kufanya taifa la kesho liendelee kuwepo likiwa na afya thabiti. Ndugu zanguni, ninaiomba serikali yetu ipitishe sheria ya wanawake wajisitiri, kusema ukweli. Na ninapendekeza naona kuna wanawake, wasichana, kina mama wanatembea wamevaa zile nguo za kufunika karibia mwili mzima. Hiyo nadhani itasaidia sana, kuvaa nguo za kufunika mwili mzima, ili tu kuzuia wanaume wasione maungo. Wanapokuwa wanaona maungo, tunaharibu uzazi wa mwanaume, tunaharibu hisia za mwanaume, tunasababisha matatizo ya nguvu za kiume. Kwa hiyo niwaombe na niombe serikali kwa kweli ije na sheria kali ya kupitisha mavazi ambayo mwanamke anatakiwa avae mavazi ambayo yanamfunika, yanamsitiri. Kusema ukweli, ninawaona wanawake kama hao wanajisitiri vizuri kabisa. Uwezo ukaona matiti, uwezo ukaona mapaja, uwezo ukaona tumbo, uwezo ukaona matako, uwezo ukaona na pia hizo nguo pia zisiwe za kubana. Unaweza ikawa pia umejifunika vizuri lakini bado zimejibana, tunaona na matako yalivyokaa. Sasa hiyo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo ninaongea kwa unyenyekevu mkubwa, huku nikiwa na maumivu makubwa kuhusu huu mmomonyoko wa nguvu za kiume na hisia kwa wanaume unaletwa pakubwa na uvaaji wa wanawake.